Tena una bahati sana wewe mpumbavu. Yaani mwanamke leo amekokoa. Yaani ningekufanya kitu ambacho katika imani kila mtu angeshangaa na angeniona mimi mbaya. Mdoe anataka kufanya jambo gani juu ya Himaya hapa kwao? Samahani kwa aliyotokea pale shambani. Unajua sikutarajia kama itatokea ule mvutano, lakini ni maisha. Samahani sana. Dabu, wala hata usiofu. Ni vitu vya kawaida sana hapa kijijini kwetu. Si unajua lakini. Ila nimetoka kina Mdoe nyumbani kwao kumwangalia. Sijamkuta kabisa. Nikajabu wacha kuonesha shambani. Nafika huku pia simuoni. Sijui hata yuko wapi. Unajua Mdoe na kakake ni paka na chui. Ndio washakata hapa tunazungumza washagombana, wanajua vizuri tu. Lakini mara nyingi Mdoe hata kama hajagombana kakake, kuna sehemu kubwa sana anapenda kushinda. Mimi naijua. Na hisi labda atakuwa yuko pale. Ingawa najua nimetoka shambani nimechoka sana. Nilipanga nikifika hapa nyumbani nipike bonge moja la ugali. Hivi Mwakalesa yule wa Maziwa Mtindi pale yupo? Sijui mwana sijamkuta pale. Sasa sidhani kama atakuwepo. Basi wewe nikupeleke wewe, afu nikirudi nitapitia kwake nichukue Maziwa Mtindi. Maana sio tena tunaoishi wenyewe. Kwanza upika pika mamboga sasa hivi ya nini? Alafu wewe unajua unampenda sana Mdoe wewe. Kawaida. Yaani mpaka mmoja kumuulizia kwangu. Tende. Himaya hapa kwao inakwenda kutikiswa na damu zao zinakwenda kuteswa kwa tamaa yangu. Una madaraka, macho yanawaka, moyo unalia, kila hadi inavunjika, ukubwa bila haki ni mzigo, bila agano damu ndio kikomo. Mdoe, najua kama upo sawa, ila nitapambana kadri ya uwezo wangu kwa kishari yako inarudi na kuwa sawa. Odele alikuja nyumbani kwa kutafuta sana rafiki yako, na mimi najuaga kabisa huyu akiwaga yupo sawa kuna sehemu gani anapokuepo, kwa kabidi tu nimlete. Kwa ngoja niwaache marafiki muongee bwana. Mdoe, hata kama matatizo kiasi gani, usimsahau mama wangu. Sio mama wangu ndo kila kitu, anakupenda sana. Kila siku nyumbani anakuulizia, Mdoe yuko wapi? Mdoe mbona haji siku hizi? Yaani sasa hivi imekuwa kimya sana jamani. Kwa nini? Usijali. Si unajua wewe ndo rafiki yangu, mdogo wangu wa muda mrefu sana. Alafu wewe ndo unanifanya mimi nitabasamu. Kwa hiyo usijali. Kesho kabla ya jua kuzama nitakuja kumuona mama. Si unajua mama yako ndo mama yangu. Nashukuru alifahamu hilo. Ila usiseme hivyo afu baadaye ukawa uji. Unajua juma ngapi zimepita mpaka kuja nyumbani. Mama amekukumbuka sana, kwa hiyo usisahau kuja basi. Takuja kesho. Jamani, afu samahani kabla mjamaliza mazungumzo yenu. Unajua napendaga sana kuona mkiwa pamoja. Hasa nilikuwa naomba urafiki wenu huo muhudumishe. Hata itokee shida gani, msije mkatengana. Yaani mnapendezeana sana, mdote mnacheka, mnafurahi. Naahidi katika hii ardhi na hii Himaya hapa kwao na hii miti yote ya asili, mimi na yeye hatutoachana. Nampenda sana Mdoe. Basi nilikuwa naomba nizungumze naye kidogo, sitakuwa tu nyuma yako, tunakuja mdogo mdogo. Kwa hiyo Mdoe, mimi naondoka basi. Unajua sasa hivi jioni nimeacha mama peke yake kule nyumbani. Haya, nitakuja. Sawa, kweli.
hapa kwao inakwenda kutikiswa, na damu zao zinakwenda kuteswa kwa tamaa yangu na madaraka. Nyabi, domo lako linanuka damu ya kuku. Umetoka kumwambia nini Mdoe? Oneka, punguza umbea. Hivi unajua Mdoe ni rafiki yangu na kwa kipindi hiki anapitia magumu sana. Rafiki? Mdoe amemeza miba ya nyoka. Je, unajua fumbo la miba hiyo? Unamaanisha nini? Kama uulize mume wako Rosajo. Na atakwambia kila kitu. Hapo ndio utajua kwa nini mbuyu hautoi matunda. Lakini unaishi miaka 1000. Mdoe kuna kitu amepoteza ambacho hakitokuja, hatakuja kukipata katika maisha yake. Ni utu. Utu. Tuondoke. Kaka, bora umerudi sasa. Unajua hapa niko muda mrefu sana. Yaani na nikasema siwezi kuondoka mpaka nikusubiri. Yapokuwa nilikuwa na kibarua kwa mzee Uswege. Nikasema sinyanyui mguu wangu hapa mpaka ufike. Maana nina kitu kizito sana ndani ya moyo wangu. Katika siku ambayo sitaki kusikia kitu chochote ni leo. Mara ya mwisho kijiweni nilizungumza mimi na wewe kuhusu masuala ya Mdoe. Lakini leo Ngumbule kanifuata mimi shambani ananifukia kuhusu masuala ya Mdoe. Amejuaje? Unajua mwenyewe nashangaa. Sijui chochote kuhusu hilo jambo kaka. Wewe usinizingue nakwambia. Unajua mwenyewe sielewi kabisa imekweje. Sijakutana na Ngumbule toka nimetoka pale. Ukiniambia hivyo unanichanganya kaka. Kaja pale shambani kaanzisha fujo kuhusu masuala mdogo wake Mdoe. Nayo masuala nilizungumza mimi na wewe tu wawili. Nani mwingine amwambie? Kwa hiyo mmegombana sasa. Sio tumegombana. Unamjua vizuri kabisa Ngumbule na hasira. Ila na mimi sikukaa kinyonge. Ila ananifuata tu nataka nimkungute kidogo. Ila mshukuru mpenzi wake Tabea. Ndio alimzuia asiweze kunifanya chochote kile. Maana ningemchakaza imaa yote hii hapa kwa wangejua kwa mimi ni nani. Wangeniita kwenye vikao vyao wanavyoitaga watu. Sikia. Tena wakati nazungumza na Ngumbule, nilimwona Odele. Kaka ile Odele kaja kwa pale, kwanza nikana wasiwasi kwenye kichwa changu. Odele amesikia mazungumzo ambayo mimi na yeye tunazungumza na nani? Ngumbule. Lakini uzuri Odele ni kuja mpaka hapa nyumbani akaanza kumuulizia Mdoe. Hapo nilipojua kwamba kumbe hajasikia ile mazungumzo. Je, ni nani ambaye anampelekea taarifa huyu mpumbavu Ngumbule hapa kijijini? Unajua Mdoe matamanio yake yote hapa kijijini ni anapambana ili awe kiongozi. Na kisha kuwa tu kiongozi na maana awe kiongozi. Je, uko tayari? Sasa wewe ndio unanifungua kichwa changu. Waite kundi letu wote. Kuna kitu cha siri inabidi tuongee na cha muhimu sana. Basi mimi nitafanya hivyo. Tabea. Hivi ulijuaje kama mimi nitakuwa pale? Mimi niliona umepita nyumbani pale kwa hasira ndio maana nikaamua nikufuate nyuma. Nikuulize swali. Hivi wewe na dada yako mna shida gani? Hatuna ugomvi mkubwa. Lakini kwa sasa hivi Mdoe ameingiwa na ibilisi mkubwa sana wa kutaka kuwa kiongozi na kuwa na mamlaka makubwa katika hii maya hapa kwao. Na ndio maana leo ulinikuta naongea na Dabu kwa hasira kidogo. Ina maana dada yako anataka kuwa mshirikina? Si tu kuwa mshirikina. Ila
bali Mdoe anahitaji kuwa mchawi wa wachawi. Anahitaji kuimiliki himaya hapa kwao. Lakini nakuwa mkali kwa sababu kitu chochote ambacho unakihitaji kikubwa ni lazima ukitolee kafara. Na mtu pekee ambaye tumebaki kwenye familia ni mimi pamoja na mamangu mzazi. Nahofia kama Mdoe atahitaji kuwa na mamlaka katika himaya hapa kwao, ni lazima mmoja wetu atakufa. Ndio maana anakuwa mkali. Na hata Dabu unakuwa mkali kwake kwa sababu unamlinda. Mke wake Lusajo yule, asiwajua walivyokuwa wambea? Najua. Basi nikuombe Tabea, nenda nyumbani, tutaonana baadaye au kesho. Sawa. Bye. Nakupenda. Najua nakupenda. Babu, imekuwaje mbona umekuja kwa ghadhabu hivyo? Shida ni nini? Bila agano, damu ndio kikomo. Hapa ndivyo mwanzo. Fluti inapita kama